Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu tena kwa neema na uwezo. Mungu ametupa kibali, ametupa neema kwa ajili ya kuendelea kujifunza habari njema ya ufalme wa Mungu. Sasa kwa siku ya leo ninatamani sana mtu wa Mungu upate kujua namna ambavyo unaweza ukaitafsiri Biblia kwa ufasihi kabisa. Hata kama ukiwa nyumbani una Biblia yako, unaweza ukaigawanya Biblia yako katika mafungu manne, na kupa tu in short kwamba itakusaidia pia kujua mtiririko wa Biblia. Itakusaidia mwenyewe ukiwa nyumbani unasoma Biblia yako, itakusaidia kuijua Biblia. Cha kwanza tujue kwamba Biblia imeandikwa na watu ambao hawa watu walivuviwa nguvu za Roho Mtakatifu. So maanake hawa watu walikuwa wanatumiwa na Mungu ili kufikisha ujumbe kwa watu wa Mungu. Kwa hiyo ujumbe ambao umeandikwa kwenye Biblia ni ujumbe ambao unaeleza kuhusu maisha ya wanadamu. Na kuna mambo mengi ambayo yameandikwa kwenye Biblia. Yote yaliyoandikwa kwenye Biblia yalikuja kwa ajili ya kuwafundisha wanadamu na kuwaonya wanadamu na kuwaweka kwenye njia iliyokuwa sahihi. So unaweza kukuta kwenye Biblia mtumishi mmoja alifanya makosa, lakini baadaye akarekebisha yale makosa aliyokuwa ameyafanya kwa neema ya Mungu. So hata sisi pia tunaweza tukafanya makosa, kwa neema ya Mungu, Mungu anaweza akaturekebisha. Sasa hii Biblia unavyoiona imegawanyika katika sehemu nne. Ukitaka tu kuielewa kwa urahisi, Biblia hii imegawanyika katika sehemu nne. Naweka tu simply ili uweze kuelewa, mwana wa Mungu. Biblia sehemu ya kwanza, namba 1, hii weka kwenye mind yako, kwenye ufahamu wako. Sehemu ya kwanza inazungumzia uumbaji, kwamba namna ambavyo Mungu alivyoumba, kuanzia sura ya kwanza na sura ya pili. Kwa hiyo sura ya kwanza ya kwenye Biblia hii na sura ya pili inazungumzia swala la uumbaji, kwamba Mungu aliumba, Mungu akatamka, akamuumba mwanadamu kwa mfano na sura yake, alafu baadaye akampa mwanadamu mamlaka ya kutawala. Imeeleza hivyo. Sura ya kwanza tu na ya pili inazungumza namna ambavyo Mungu alivyoumba ulimwengu, ulivyoumbwa, alivyogawanya maji, alivyoweka mimea, alivyomweka mwanadamu hapo. Inazungumzia swala la uumbaji. So maanake unaposoma Biblia kwenye sura ya kwanza na sura ya pili, keep your mind kwamba hapa ninasoma swala la uumbaji, namna ambavyo Mungu alivyoumba. Mtaalamu Mungu aliyeumba mbingu na dunia, aliyetenganisha maji, aliyetenganisha sijui nini, kila kitu hapo. Na Mungu baada ya kuumba vitu vyote, ukisoma sura ya kwanza mpaka mstari wa kwanza mpaka mstari wa 25, Mungu alivyoumba vitu vyote akatamka vikatokea, akatamka vikatokea, akatamka vikatokea. Alipokuja kwa mwanadamu, Mungu akakaa chini akasema, sasa huyu tumfanye kwa sura na mfano wetu. So tumfanye, maana yake alikuwa Mungu mwenyewe, Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Wakanitengeneza mimi kwa mfano na sura ya Mungu. Mimi hapa unaponiona ni mfano na sura ya Mungu. Moja. Jambo la pili kwenye Biblia, ukitaka kuitafsiri vizuri kitabu cha Mungu, Ufunuo wa Mungu, jambo la pili ni anguko la mwanadamu.
ni kutoka kwenye Mwanzo 3, yani sura ya 3 mpaka sura ya 11 mstari wa 26. Biblia hii takatifu, Biblia hii pendwa, kitabu kisicho expire, inazungumza kwamba mwanadamu baada ya kupewa mamlaka kwenye uumbaji, sasa alianguka, akakosea. Kwa kwenye nini? Kwenye Mwanzo sura ya 3 mpaka Mwanzo sura ya 11 mstari wa 26 inazungumza swala la mwanadamu kuanguka. Adamu alipewa mamlaka na Mungu, alivyopewa mamlaka ya kutawala, akakabidhi mamlaka sehemu nyingine. So hadi ulimwengu ukabadilika. Hawa na Adamu hawakuwa wageni kuongea na nyoka, hawakuwa wageni kuongea na simba. Yaani siku ambayo Hawa wanadanganywa sio ndo siku ya kwanza Hawa wanaongea na nyoka, ilikuwa ni kawaida yao. Mazungumzo yanatokea na wanyama na nini, kwa sababu si vinatawaliwa. So adui ambaye ni Ibilisi alitafuta mwanya kwa nyoka, akaenda akadanganywa Hawa akapeleka yale madanganyo kwa nani? Kwa Adamu. So kwa kuwa sisi tulikuwa kwenye viuno vya Adamu, wote ikaonekana tuna makosa. Wote, mwanadamu yoyote ambaye alizaliwa tokea hapo tayari alionekana na makosa. Ndio maana sisi tunaitwa binadamu. Maanake bini, maanake ni mwana wa Adamu. Adamu maanake ni baba, bini maanake ni mwana. So hata Yesu alivyokuja akasema mimi ni mwana wa Adamu wa pili, maanake amekuja kama binadamu. Kwa hiyo tafsiri ya anguko, sasa tumeanguka, Mungu ametupa mamlaka, Baba ametupa mamlaka. Baada ya Baba kutupa mamlaka, sasa tumeingia vichakani, tumeteleza, sasa tumeshaanguka, tumeangukia pabaya. Kama vile tunasema mtoto kama vile mwana mpotevu kapewa mali, alipopewa mali na babake kaenda mbali, alafu kaenda kayavuruga, alafu anarudi. Ndicho kilichofanyika, kwamba sasa sisi tumepewa mali, tumepewa miliki, lakini sasa tumeshaanguka wote. Binadamu wote walikuwa chakali, hakuna mwanadamu ambaye alikuwa safi. Hayupo, hakuna. Kwa hiyo wote tulikuwa tumeanguka, kuanzia kwenye kitabu cha Mwanzo 3 mpaka Mwanzo 11 mstari wa 26. Ukisoma hiyo story hapo, ukisoma hiyo Biblia hapo, ukisoma hayo maandiko matakatifu hapo, nimekuambia yaliandikwa yote ili tujifunze sisi wanadamu. Sio tunajifunza kwa ajili ya Mungu, hatujifunzi Biblia kwa ajili ya Mungu, tunajifunza sisi kwa msaada wa Roho Mtakatifu kutufunulia haya mambo. Mtu mwingine anaweza kufikiria kwamba mimi najifunza Biblia kwa ajili ya Mungu. Mungu yeye kamaliza, kakupa hii instruction ya maisha, kwamba ndio maana nikakwambia kwamba kuna Biblia imeandika vitu vyote. Kuna watu walianguka, kuna watu wakasimama, kuna watu wakaenda wakaanguka, kuna watu walivamiwa, kuna watu wakafanya nini, kuna watu walipigana, kuna watu walifanya hivi. Vyote vina maana kwenye Biblia. Jambo la tatu, jambo la tatu ni ukombozi. Kuanzia Mwanzo 11 mstari wa 27 hadi Ufunuo sura ya 20 inazungumzia swala la ukombozi, kukombolewa kwa mwanadamu aliyeanguka kutoka kwenye sura ya 3 mpaka ya 11 mstari wa 26. Sasa pale mwanadamu ameanguka, ndiyo. Sasa baada ya kuanguka, Mungu anaandaa mpango aje amkomboe. Ndio maana Mungu akaitwa Mungu wa Baba wa upendo. Ni Mungu ambaye anayetupenda sisi wanadamu.
Sasa anaandaa mchakato kuja kutukomboa. Si tumeanguka sasa, tumeteleza, ndio tumeingia chaka, sawa, tumeenda njia zisizokuwa sahihi, tumemkabidhi mamlaka Ibilisi. Sasa vipi tutatokaje hapo? Ndio maana Mungu anaitwa mtatua matatizo. Mungu ni mtatua matatizo. Tatizo limeingia, je, tutaendelea kubaki kwenye tatizo au tutoke kwenye tatizo? Ndio maana Adamu alivyoasi akaweka malaika. Malaika wakawa nalinda bustani. Akatolewa kwanza nje ya bustani, ili yeye Mungu mwenyewe aandae mchakato wa kumrudisha wapi? Bustanini. Yaani sio wewe wala sio mimi, ni Mungu. Ni Mungu. Sio wewe wala sio mimi, ni Mungu mwenyewe ndo anaandaa huo mchakato. Anaandaa hizo. Ndio maana Biblia ni kitabu kizuri. Kwa hiyo baada ya kuanguka, Mungu anaandaa aje atukomboe. Tumetekwa, tumevamiwa, tumeingiliwa. Mungu anaandaa mchakato. Sasa mwanadamu inatakiwa akombolewe. Ndio hapo unakuta kitabu cha Kutoka kwamba sasa inatakiwa watolewe hawa, watoke sehemu moja waingie sehemu nyingine. Vitabu vya Hesabu, vitabu vya kina Esther, vitabu vya kina Isaya vinaeleza kwamba anakuja mtu kutukomboa. Sasa tumeshaingia mahali si pazuri. Kuna mtu anakuja, Emmanuel, Mungu pamoja na sisi. Mungu anavaa mwili, anakuja kutuokoa kwa sababu sasa tumezama. Sasa Yesu anakuja. Kwenye kitabu cha Mathayo, mkombozi anakuja, anaeleza pale kuhusu Injili. Anaeleza kuhusu Injili kwamba sasa haya yote yaliyozungumzwa mimi lazima niyatimize. Lazima, anasema kwenye kitabu cha Wakolosai, nimekuja kuwatoa kwenye giza kuwaingiza kwenye nuru ya mzee. Anasema mimi ndiyo mwana wa Adamu wa pili ambao nimetumwa nije niwatoe, damu yangu imwagike kwa ajili yenu. Mimi natakiwa nife kwa sababu hakuna mwanadamu anayeonekana kwamba anaweza akafa kwa ajili ya wanadamu wenzio. Hamna. Ndio maana Yesu anapokuja, kabla hajakutana na Mariamu, tayari inaonekana Mariamu ni mjamzito. Na Yusufu kabla hajakutana na Mariamu, Yusufu kabla hajakutana na Mariamu, inaonekana Mariamu ni mjamzito. Maana yake tuna disconnect uzao wa Adamu wa kwanza, tuna connect uzao wa Adamu wa pili. Ndio maana sasa akasema, atakayeniamini mimi, akikiri kuwa kwamba mimi ni Mwokozi, tayari huyu ni mwanangu, huyu ataitwa mwanangu. Anasema mtakavoniamini mimi kwa imani. Haya yote yalienda kwa imani. Yesu anakuja anaambia kwamba mimi ni kama mwanakondoo ambaye nimekuja kwa ajili ya kuchinjwa ili niwaingize kwa Baba. Mimi ni mzaliwa wa kwanza kati ya ndugu wengi. Sasa mnanihitaji mimi ambaye ni Yesu ili kwamba muingie kwa Baba. Hamwezi mkaenda peke yenu, ila mimi nimetumika kama kipatanisho. Yesu anasema Biblia anasema Yesu hana dhambi ya aina yoyote, lakini amebeba dhambi yetu ya kutokumwamini Mungu. Yesu hakufanya kosa, wala yeye hakuwepo kwenye kuasi kwa Adamu. Yeye alifanyika shida, alifanyika matatizo, alifanyika kila kitu kwake, lakini kwa ajili ya upendo wa mwanadamu. Kwa hiyo tunaona ukombozi kutoka kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 11 mstari wa 27 mpaka Ufunuo mstari wa 20, sura ya 20. Kwa hiyo ukisoma hapo katikati, kuwa na mentality kwamba Mungu anaandaa mchakato. Mungu, nimesema Mungu sio mtu, lakini huyo Mungu anatumia hao watu. So Mungu anaandaa mchakato kwa ajili ya kuja kuwakomboa wanadamu ulimwengu mzima. Ndio maana ukisoma Yohana inasema kwamba Mungu akamtoa mwanae ili aje aukomboe, aje auokoe. Maana kuukomboa, kuuokoa, aje aukomboe ulimwengu ili kila anayemwamini asipotee.
Kwa nini? Mwanzo tulikuwa tumepotea. Tulikuwa tumepotea, tupo mbali na Mungu. Sasa tumerejeshwa, tuna uhusiano na Mungu. So hapa inazungumzia ukombozi. Kwa hiyo ukisoma hapo, hiyo mentality yako weka kwamba okay, ukisoma kitabu cha Kutoka, kumbe kuna watu walitoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sawa, ukisoma kitabu cha Isaya, ukisoma kitabu cha Esther, ukisoma Ezekieli, ukisoma kitabu cha Malaki, ukisoma kitabu cha Isaya, ukisoma kitabu cha Mathayo, Yohana, Marko, Luka, hivi vyote vinazungumzia swala la kututransfer sisi, kutukomboa kutoka sehemu moja. Sasa baada ya kukombolewa, nini kinafuata? Swali la kujiuliza wewe na mimi. Sasa namba 4. Namba 4 ni nchi mpya. Namba 4 ni nchi mpya au Yerusalemu mpya. Sasa tumeshakombolewa, tumeshaingizwa ndani ya Baba. Sasa tunaingia ndani ya nchi mpya, ndani ya nchi mpya, kuanzia kitabu cha Ufunuo 21 mpaka 22. Hapa ninazungumzia nchi mpya, kwamba hiyo nchi mpya itakuwaje? Hiyo nchi mpya itakuwa na kilomita ngapi? Hiyo nchi mpya inazungumzwa hapo. Yaani wewe soma tu sura ya 21 na 22 utaelewa wapi tunaenda. Unajua kuna watu wengine wapo hapa duniani hawaelewi wanaenda wapi. Lakini nakupa hii siri. Soma sura ya 21 na 22 utajua kwamba baada ya hapa kuna safari nyingine inaanza. Kwa ni ufunuo ambao alipewa Yohana. Biblia imeandikwa na watu 40, lakini Yohana alikuja kumaliza kwa kutupa sisi ufunuo kwamba baada ya ukombozi tunaingia kwenye nchi mpya, Yerusalemu mpya. Sio Yerusalemu ya kule Palestina, Yerusalemu mpya kabisa, mpya, uumbaji mpya. Hebu ngoja nikusomee kidogo mwana wa Mungu. Ngoja nikusomea 21. Nasoma tu kidogo. 21 nasema hivi: kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Hapata kuwa na bahari tena. Mbingu ya kwanza hii tuliyopo maana yake itapita, nchi tuliyopo hii itapita. Anasema, nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. So yule mji mpya upo tayari, umeshapambwa kwa ajili yetu sisi. Mungu ameshatuandalia tena sehemu nyingine ya kwenda. Hatubaki tu hapa tunahengihengi. Baada ya kukombolewa, what next? Tunaenda kwenye nchi mpya. Anasema, nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikasema, tazama, masikani ya Mungu ni pamoja na mwanadamu, naye atamfanya masikani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake. Naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Sawa? Naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. 5. Na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama, na yafanya yote kuwa mapya. Akaniambia, andika ya kwamba maneno haya ni amina na kweli. Akaniambia, imekwisha kuwa. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemichemi ya maji ya uzima bure. Tukomee tu hapo, kwingine utaendelea. Hapa nishakupa ufunguo. Unaona inavyoelezea hapa? Inaelezea vizuri kabisa. Yesu ndo Alfa na Omega. Yeye ndo mwanzo na mwisho.
Kwa hiyo hakuna tena atakujaga mtu mwingine kusema atakuja kutukomboa. Hayupo. Yesu ndo wa mwisho na Yesu ndo wa kwanza. Jambo la kwanza unoti. Jambo la pili, Yohana anachukuliwa na malaika, anapelekwa kwenye kilima, alafu anaoneshwa namna hiyo nchi mpya ilipo. Huo ni unabii, ufunuo. Kumbuka, unabii unazungumzia mambo yanayokuja. So ukitaka kukielewa kitabu hiki cha Ufunuo, rudi kwenye kitabu cha Yohana, rudi kwenye kitabu cha sio Yohana, rudi kwenye kitabu cha Danieli, rudi Ezekieli. Elewa hii ngoma. So huyu mzee Yohana anachukuliwa mpaka kwenye kilima juu na malaika, anawekwa pale juu, alafu anamwambia malaika, anamwambia tazama. So Yohana anatazama nini kitafuata. Kumbuka, huo mji mpya aliyoutengeneza ni Mungu, ila Yohana ametualert kwamba kuna kitu kinakuja. So jiandaeni, kuna mji mpya, kuna nchi mpya. Hiyo nchi itamilikiwa na Mungu. Mungu ameshaiandaa, watu wake wataingia humo. So Yohana anaambiwa andika mambo haya, ni kweli na amina. Yaani ni kweli kabisa na ni amina, ni hakika kabisa kwamba hiyo nchi mpya inakuja. Nchi mpya ipo. Nchi mpya hiyo wataishi wale wanaomwamini Kristo, kwa sababu kwenye hiyo nchi, ili uweze kupenya, lazima umwamini Kristo. Anasema hapata kuwa na huzuni, hapata kuwa na mateso, hapata kuwa na magonjwa, machozi yote yatafutwa. Kwa nini? Hivi unajua sisi hapa ametuweka Adamu. Unaona sasa hivi mahangaiko, masikitiko, huzuni, sijui nini, kila magonjwa na nini, uchafu wote, matakataka, usagaji, sijui nini, ushoga, vyote hivi sosi ni Adamu. Ashukuriwe Mungu, bado alikuwa anaendelea kutupenda, akamleta Kristo. Kristo kaja kututoa huko. Sasa tunamwamini yeye, alafu sasa kadiri siku zinavyoenda, unavyozidi kujifunza, unavyozidi kujinoa, sasa ndo unajua, fahamu zako zinafunguka, loki zinafunguka, alafu unajua sasa position ambayo Mungu amekuweka. Mwisho wa siku unajua, okay, kumbe mimi ni mwana wa Mungu ambaye niliyependwa sana. Kumbe Mungu alikuja ulimwenguni kwa ajili ya kunichagua mimi. Mungu hana mtoto mwingine zaidi yangu mimi. Sasa mimi ni familia ya Mungu, ninaingia ndani ya Mungu. Baada ya kuingia ndani ya Mungu, kumbe kuna nchi nyingine tena Mungu ametuandalia. Ni kama vile ule unabii uliotabiriwa kwamba kwenye Isaya kwamba Yesu anakuja, Yesu anakuja, Yesu anakuja, Yesu anakuja. Wengine pia waamini kama Yesu anakuja, wengine nini, wengine wanakataa. Ndivyo ilivyo sasa. Sasa Yohana anatufunulia kwamba kuna nchi mpya inakuja huko mbele yetu. Si miaka inaenda, nchi mpya inakuja. Mungu akutunze, Mungu akulinde. Hayo ni machache sana. Endelea kutufuatilia kwenye mafundisho haya, God's Heart Ministry. Pia tuna mafundisho kwa njia ya WhatsApp, Facebook, TikTok kule. Unaweza ukapata 1, 2, 3. Unajua hata ukisikiliza dakika 5, ukisikiliza dakika 10, kuna kitu unaweza ukakidaka. So Mungu akusaidie sana, Mungu akutunze. Ninakuombea kwa Mungu umjue sana Mungu aliyekuumba wewe, aliyeniumba na mimi. Mungu akujaze ufahamu. Kwa sababu Biblia inasema watu wanaangamia kwa kukosa ufahamu. Leo hii tupo tunakomboa tunakomboa sijui nini, tunakomboa nini, lakini hatujui thamani ya Yesu Kristo. Hatujui damu ilifanya kazi gani. So lazima tunaposoma maandiko yanatupa kutoka kwenye ufahamu ambao umedumaa, tunaenda kwenye ufahamu wa kimungu. Mungu akutunze sana. Amen. Umebarikiwa sana na Mungu anakupenda. Amen.